jimbo la Bagamoyo linaanzishwa rasmi na Askofu Msomba anasimikwa rasmi kama askofu wa kwanza wa jimbo hilo la Bagamoyo, na hivyo wazee wote maaskofu wako huko kwa tukio hilo. Jambo la pili, napenda kutumia nafasi hii kuwakaribisha nyote kama alivyosema Baba Kigodi, hasa ninyi wenzetu mnayotoka tusiite mbali, majimbo ya Mwanza na jimbo la Dar es Salaam. Karibuni sana. Jambo la tatu, mnakumbuka si miaka mingi, walau takriban miwili mitatu iliyopita, kwamba katika kanisa uimbaji au kwaya imetambuliwa rasmi na kanisa kama ni chama cha kitume, katika maana kwamba kila mnachokifanya ninyi wenzetu wanakwaya, mnafanya utume, mnamtangaza Kristo. Na wakati mwingine ninyi hamwezi mkajua. Wewe unaweza kaimba hapa vizuri, mtu mmoja kati ya waliokusanyika akagusika na yale mlioyaimba ninyi wenzetu, akaanza kumfuata Kristo Yesu kwa namna ya pekee zaidi, au mwingine aliyekuwa kumfuata Yesu akaguswa akamuongokea Kristo. Na hivi mimi napenda kutumia nafasi hii kuwapongezeni na kuwatia moyo kwamba jamani, kitu hiki ni chema, mmechagua chaguo lililo zuri, endeleeni na Kristo awatie nguvu, awabariki katika utume wenu. Jambo hilo halianzi leo. Mzee wetu Mwafrika mwenzetu kutoka huko Tagaste, Algeria ya sasa, Mtakatifu Augustino alisema dis orat dis cantat, yani anayeimba anasali mara mbili zaidi. Na hivi jueni umuhimu huo, ndugu zangu. Leo Dominika hii ya tatu ya Pasaka, wazo kuu lingelikuwa hili kwamba tumtii Mungu kwa njia ya kanisa lake. Kristo mfufuka anaendelea kuongoza akili na mioyo yetu kwa njia ya mafundisho yake na neema zake. Kazi ya kutangaza Injili inaendelea kutendwa na Kristo mfufuka kwa njia ya wafuasi wake. Nimefurahi kwamba ninyi wana kwaya ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni mmechagua kichwa hiki kwenye albamu yenu, Natembea na Yesu. Na masomo ya leo pia yanarandana na hicho mlichokichagua. Tunaaswa tumtii Mungu, tumtii Kristo. Na unapomtii Kristo, maana yake automatically unapenda kutembea naye katika maisha yako. Tumesikia katika somo la kwanza uamuzi wa baraza la wazee wa Wayahudi juu ya mitume na uamuzi wa mitume juu ya baraza hilo. Hawa wazee wa baraza wanatumia kila mbinu kutaka kuwazuia mitume wasimtangaze Kristo, lakini mitume wanawaambia, sisi tutamtii Kristo maisha yetu yote, hatutawasikiliza ninyi. Tunataka kumtii Kristo, tunataka kutembea na Yesu. Na tumesikia ilichotokea. Unajua, hofu yao ilikuwa wamemuua
Kristo na ni wao waliopanga mipango hiyo, na kwamba hawa mitume wanaendelea kumtangaza Kristo. Wanafikiri wakiwanyamazisha wangeinyamazisha Injili. Kumbe ni kinyume chake. Baada ya ufufuko, mitume walitii agizo la Kristo Yesu ya kwamba enendeni ulimwenguni mote, mkawabatize, mkatangaze Injili, mkiwabatiza watu. Na mitume walianza kuwafundisha watu juu ya ufufuko wa Kristo, wakianzia Yerusalemu. Baraza lililomhukumu Kristo auawe linawakataza wafuasi wasimtangaze. Mitume wanaamua kumtii Kristo badala ya kulitii baraza. Baraza linaamua kuwapiga viboko na kuamuru wasiendelee kumhubiri Kristo. Mitume, tumesikia katika somo la kwanza, wanafurahi kwa sababu wamehesabiwa kwa kustahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Wanaamua kumtii Mungu kuliko kumtii mwanadamu, na wanaendelea kumhubiri Kristo, kumtangaza Kristo. Somo la Injili tulilolisikia linatoa simulizi la tokeo la tatu la Kristo mfufuka kwa mitume wake baada ya ufufuko. Mitume inaonekana walikata tamaa, wakarudi katika kazi yao ya awali ya uvuvi. Na tumeambiwa mzee Petro alikuwa wanasema alikuwa amevaa tu kale kanguo, alikuwa kama nusu uchi. Si hivi Wayahudi unajua walikuwa wanavaa kanzu inayofika mpaka kwenye magoti wanapofanya kazi. Na hiyo kanzu inayofika mpaka kwenye magoti kiheshima halikuwa vazi analoweza kutokea Myahudi wa heshima mbele za watu. Walikuwa wanavaa kwa kanzu mpaka kwenye magoti, lakini walikuwa wanavaa kanzu inayofika mpaka kwenye unyayo. Hiyo ndio waliweza kwenda mbele za watu. Sasa anaposema alikuwa akajifunga vazi lake, si kwamba hakuwa na vazi, la hasha. Alikuwa nalo, lakini hapo kavazi anapotumika wakati wa kazi, na yeye alikuwa kwenye kuvua. Na tumeambiwa walivua usiku mzima hawakupata kitu bila Yesu. Na wanapoamriwa na Yesu Kristo kwamba fanyeni hivi, mlitupe jarife mpaka kilindini, Kilatini chake duc in altum, tupa mpaka kilindini. Nakumbuka ilikuwa ndio wazo kuu la jubilei ya mwaka 2000. Wanapoambiwa na Kristo wanamtii, wako na Kristo, wanatembea na Kristo. Wanapomtii, tumeambiwa wakapata samaki wengi 153. Na Mtakatifu Yeronimo anaeleza maana ya hiyo 153. Yeye anasema hiyo namba 153 ndiyo iliyokuwa namba iliyojulikana kwa Wayahudi wakati ule, kwamba katika ziwa lile la Tiberia kulikuwa na samaki aina 153. Yaani labda kulikuwa na perege. Ni wenzetu wa Mwanza mnajua vizuri kuliko sisi kwamba lile ziwa la Victoria, mtu akiwauliza unaweza kutaja kwa haraka haraka walau aina 10 hivi za samaki. Sisi wa huku tuachie baridi, au sio jamani? Sisi huku yaani ndio tunakula samaki sato, tunakula kutoka Mwanza, lakini hatujui aina nyingi za samaki kama mnavyojua ninyi wenzetu wa Mwanza. Au
Ni wenzetu wa Dar es Salaam. Mnajua pia. Na ndivyo wale Waisraeli wakati ule walijua kwamba katika ziwa hili kuna aina 153 za samaki. Maana yake, kwa maneno mengine, Petro na wenzake walipovua wale samaki 153, maana yake walipata aina zote za samaki. Na kumbukeni, Yesu Kristo mwishoni mwa Injili anamwambia Petro, utakuwa mvuvi wa watu. Je, wewe wanipenda? Maana yake ni kwamba wale samaki ni kama kiishalisho cha watu wote. Petro amewapata wale samaki wote katika ziwa lile. Na baadaye Petro huyu anakuja kukabidhiwa na Bwana wetu Yesu Kristo wadhifa wa kuwa mvuvi wa watu. Maana yake watu wote walio popote pale duniani. Na ndio jina lenyewe hasa Katoliki. Katoliki tafsiri yake wote, kwa wote. Sisi kanisa Katoliki tupo tayari kumkaribisha yoyote anayependa kumsadiki, kumwamini na kumtii Kristo. Somo la pili linaeleza sifa 7 za Kristo Yesu. Kwamba Kristo Yesu ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu huyu Kristo Yesu. Pili, Kristo alikuwa na utajiri wote, na akaamua kuuacha huo utajiri kuja kwetu, aungane na sisi tusiye na kitu ili tupate kitu, yaani neema zake. Tatu, Kristo Yesu ni hekima ya Mungu. Anazijua siri za Mungu na amemwangusha shetani. 4, kwamba Kristo Yesu anastahili heshima, ambaye kila goti halina budi kupiga mbele zake, aheshimiwe na kila ulimi umkiri Kristo Yesu. 5, Kristo Yesu ni utukufu ambao tumeuona, amejaa neema na kweli. 6, Kristo Yesu ni baraka ya watu. Na mwisho, kati ya sifa zinazoelezwa katika somo hili la pili ni kwamba Kristo Yesu ni utukufu ambao tumeuona, amejaa neema na kweli. Sisi sote tunaalikwa na tunadaiwa kumtii Kristo Yesu kwa njia ya kanisa. Ndugu zangu, katika maisha yetu, jambo la kwanza, tuoneshe upendo wetu kwa Kristo Yesu. Kristo alimuuliza Petro mara 3, je, wanipenda? 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 Kristo yule yule anaendelea kuniuliza mimi na kuuliza wewe mwenzangu, je, wanipenda? Jibu, kama ukisema nakupenda, huna budi utembee naye, pamoja naye, kuambatana naye katika maisha yako yote na umtii. Na kumtii maana yake ni kushika amri zake, kuziishi, kuwapenda wanadamu wenzako kama unavyojipenda mwenyewe, kuachana na hofu za kijinga na za kipumbavu, kwa sababu una Kristo. Ukiwa na Kristo atosha, hofu zingine zitoke. Na katika hilo naomba nipigie mstari. Wengi nilizungumza nafikiri juzi mahali fulani, wengi, na hili naomba ieleweke kwa wote, ninachotaka kuzungumza
tumekidakia, tumekichukua, sio cha kwetu wa Katoliki. Kanisa Katoliki kamwe halina kwa mfano kitu kinachoitwa nimekumbuka sasa. Nilikuwa kwa hawa wenzangu wa karismatiki wa majimbo ya Mbeya, Iringa, Mafinga na Sumbawanga walikusanyika. Sasa mwasha maskofu alinituma niende pale nikazungumza. Kati ya vitu nilivyovizungumza, kimoja wapo ni ile inaitwa, sijui kama nikizungumza vizuri, inaita kukata mzizi wa laana. Mti wa laana. Kwamba eti kama babu alikufa, anaweza kuendelea kunipa laana mimi niliye hai. Hilo ndugu zangu sio fundisho la Kikatoliki. Na popote pale watakao waambia kwamba kuna kukata mzizi wa laana, sijui babu alifanya nini, huyo sio Mkatoliki. Soma popote katika mafundisho ya kanisa Katoliki, halipo hilo. Na logic yake au mantiki yake ni hii. Sikilizeni. Wewe tufikiri, mimi hapa naitwa Padre Francesco Msofu. Tufikiri leo hii mimi ninakufa. Sasa nikifa mimi dakika hii, tufikiri mimi nilimpenda Kristo, nilimwamini Kristo, nilimsadiki Kristo, Kristo akawa ndani ya mimi na mimi niko ndani ya Kristo. Nikifa nitaenda wapi jamani? Nitaenda wapi? Wapi huko? Nitaenda mbinguni. Sasa nikiwa mbinguni, mimi babu, si mimi babu sasa. Nikiwa mbinguni naweza kuja kuwasumbua watu duniani. Mnapata picha jamani? Sasa tufikiri mimi babu Francesco sikumpenda kabisa Kristo, sikumtii Kristo, nilimdharau Kristo, sikuwa naye, nilikuwa mlevi, mpagani, napiga watu, nagonga watu, naiba maboga ya watu. Nikifa nitaenda wapi? Motoni. Kwa nani? Niko kwa shetani, sio mimi babu yako, sio? Sasa wewe ulioko hapa, labda wewe John au wewe Ana, uko hapa. Sasa sikilizeni vizuri. Wewe ulioko hapa, kuna Ana na John nini hapa? Makofi. Sasa tufikiri wewe ulioko hapa duniani bado. Mimi babu yako Francesco niko kwa shetani motoni. Wewe uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani ya wewe. Mimi babu yako naweza kuja nikusumbue wewe? Vinginevyo hapa gorofani pawe hapapo hapajakamilika, kwamba unafikiri Kristo ni mdogo kuliko nani? Shetani. Mmeelewa jamani? Katika maana hiyo, tufikiri mimi nimefanya vizuri hapa duniani. Unajua matendo mema huwezi kupima matendo mema wala maovu. Tufikiri lakini mimi babu yako katika kuishi hapa nimepata matendo mema. Tuweke tu katika lugha ya picha. Gunia la debe 7 limejaa matendo mema. Alafu kwenye kisosi kuna matendo maovu. Mimi babu yako nitaenda wapi? Torani. Ndio kanisa Katoliki. Nitaenda torani, kale kisosi kale nisafishwe kwanza, kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Ninalomba lote la debe 7 alafu nipeleke moto. Mungu ni mwenye haki, hawezi kunipeleka. Ndio kanisa Katoliki linasema kuna hali 3. Mtu akifa au motoni au mbinguni au torani. Sasa katika libabu gani litatoka tu huko motoni lije kusumbue wewe? Wewe unatembea na Yesu, uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani ya wewe. Na kumbukeni wakati wa Yesu yuko na mitume, akatokea mtu mwenye kushetani, kupepo. Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Mnakumbuka ile maneno? Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Umekuja kutuangamiza kabla ya muhula wetu. Yesu anamwambia wewe. Haleluya. Mpeni Mungu utukufu. Linaloendana na hilo ndugu zangu,
ondokeni na dhana ya kujisiuka na kumsingizia Kristo au kumwambia Kristo akufanyie kitu wakati wewe ufanyi chochote. Mtakatifu wa Agustino wa Hippo, yule aliyesema bis orat bis cantat, aliwahi kusema, na nukuu kwa maneno yake, Deus creatit te sine te, sed non salvabit te sine te. Hicho ni Kilatini. Tafsiri yake, Mungu hawezi kukuokoa wewe bila wewe. Lazima ujibinishe. Kama wewe kuimba, unaimba hivi unafikiri atakuacha Kristo ukifika pale? Kama kweli unaimba vizuri, imba vizuri, uwe mwaminifu katika kikundi hicho. Unasikia? Uwe mwaminifu kiasi kwamba hata ukifika pale, unafika mlangoni pale mbinguni, unakwambia Petro, anakwambia wewe motoni, wanaambia mzee Petro, hebu tukae kidogo tuongee bwana. Hivi mimi mwenzako kuniona mimi nilikuwa nafanya kile jamani? Yaani yote yale ujue. Unaweza ukajadili na Petro au na Kristo kule mbinguni kama umefanya kitu. Lakini kama hujafanya kitu, huwezi. Na katika hilo ndugu zangu wa Katoliki, tuache tufanye kazi. Tukifanya kazi, tumwambie Kristo abariki kazi tunayoifanya, na Kristo atafanya. Lakini kuna wengine hafanyi kitu, anazunguka tu, mimi Kristo nisaidie hiki. Anaenda anadanganya kwa watu, nenda pale, wewe tayari gari yako iko Dubai, inakuja, iko njiani. Hiyo we pumbafu nani wewe. Wewe gari hujaifanyia kazi, hujafanya chochote, unanengenya itakuja gari hivi tu. Siku hizi mimi hapa nitoka mwaka jana, nimefika hapa mwezi wa 7. Mwaka jana hapa Mafinga, Kinyanambo pale. Nyi wa wenzetu wa mbali. Mimi ndio paroko wa Kinyanambo pale. Nimezunguka huku mjini huko. Sijawahi kuokota hata senti 5. Unajua hapa watu wengi sana. Ningetarajia ningeweza kuokota hata hela. Hamna. Inanifikirisha sana. Lazima nijibidishe mwenyewe. Na unapojibidisha, tumia hapa pia gorofani hapa. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 aliandika kitabu kinaitwa Fides et Ratio. Yaani tunapoendelea kumtumikia Mungu, tutumie hapa gorofani huku tukimsadiki Kristo. Sio mambo ya kijinga tu. Yaani mtu anakwenda hivi, anaangalia hivi, anajikwaa kwenye kidole kama Yesu wangu, anaanza kukemea pepo. Toka umshindwe, ulegee gani ujinga wako. Wewe angalia hapa bwana wewe. Angalia hapa njia hii bwana. Angalia hapa. Naomba nimalizie kwa kusema hili ninalotaka nisimulie ni la kweli na ndivyo lilivyo. Wakati mwingine tunamsingizia hata pepo. Jamani, mwenyewe shetani muache kwanza. Wewe angalieni wanadamu, sisi wanadamu tumeumbwa tofauti. Kati ya nyinyi akina mama na sisi wanaume. Nyinyi akina mama, Mwenyezi Mungu alipowaumba aliwaongezea vitu vya ziada, huruma zaidi kuliko si wenzenu na upendo. Ukitaka kujua hili, wewe ngoja kwanza afue udado. Ifu udado. Mimi hapa nakufa baba, mimi na dada yangu Ana. Utakuta mimi nimeshika simu. Hello, sasa tunaendelea hapa. Wale ng'ombe nafikiri tuchinje, alafu wenzetu mjeneza nafikiri babu atafanya huyu na huyu na nini. Lakini yule wa kike mwenzangu, dada yangu, yani hawezi, haiwezekani. Ana kitu cha ziada. Na Mungu alifanya makusudi, kwa sababu akina mama mtautunza uhai, mtaulinda. Kuna baba mmoja aliachiwa mtoto wa mwaka mmoja. Katoto kawa analia. Baadaye wewe nyamaza. Baadaye unajua alifanya nini? Alichukua boksi, akaweka kwenye boksi. Akamweka kwenye boksi pale. Lakini hakuna mama anayeweza kufanya hivi. Na katika maana hiyo, nyinyi wenzetu akina mama,
kwa kuwa mna huruma, mna upendo zaidi. Sasa kinachotokea utakuta mmoja, watu wanajua au akina mama tuwarubuni namna gani, wanagusa vitu vinavyohusu upendo, vitu vinavyohusu huruma. Wewe pale nyumbani ukiwa na mume wako unamwambia baba watoto, wenzangu jamani, naomba tununulie nyama. Wewe mwanamke wewe, nyama unawacha. Vinabaki hapa kunaitwa kwenye subconscious. Naomba ninunulie kitete. Wewe mwanamke nyamaza. Naomba nifanye nyamaza. Lakini ukiliambia ni mwanaume, wewe nitakutoa na mimi nitakutoa. Yamishi. Kumbe nini? Huwa vinabaki hapa. Vinabaki. Baadaye vinafumuka. Na vikifumuka utasikia, unafikiri kuna vipekwa. Mimi hapa tukianza kuombea hapa nini kama mnaitaka kuombea sijui nini. Tukianza wababa 90% mtadondoka hapa. Na sikilizani vizuri, utakuta wengine nataka nyama. Kumbe mmeweka alikuwa anamnyima nyama, anamnyima nyama, nataka yai. Sasa nyinyi wasichana, nyinyi mliolewa, sikilizani, nyinyi mliolewa, tulieni. Nyinyi ambao mjaolewa, mkijitokeza kwenye hayo makongamano, wewe mnatistaki. Wewe unafikiri kwa mfano mimi nikiona wewe umedondoka pale, unapunguza wigo kwa kuchumbiwa. Mwisho jamani, mimi wenzenu nipende tena kuambia asanteni sana ninyi wenzetu mliyekuja kwa niaba ya Mhashamu Askofu Vincent Mwagala, mliyekuja kutoka majimbo mbalimbali kufika hapa. Kanisa letu ni moja, sio jamani? Katoliki ni lile. Na hivi msijisikie wageni, jisikieni nyumbani. Asanteni. Na unajua ina nuga hata mnapoimba hivi, yani mimi bwana I say ina nuga. Na hivi mimi niwatakie kila lililo jema. Kumbukeni ndugu zanguni, tutembee na Kristo. Kristo awe ndani yetu na sisi tuwe ndani ya Kristo. Tutumie pia hapa gorofani. Si kila kitu ni pepo. Vingine tunajizulia wenyewe. Tumwamini Kristo. Ukimwamini Kristo, ukamsadiki yeye, ukamtii yeye, hakuna linaloshindikana. Utajipatia neema na mibaraka. Wewe na kakioski kako, njoo niite mimi faza bwana. Kabla hujaanza kakioski kako, nakuja pale na nyunyizia maji na kabariki kakioski, utaendelea vizuri. Alafu hata mkumbuke hata malimbuko, au sio jamani? Maana wengine bwana malimbuko mkumbuke pia kuleta kwa makuhani, au sio jamani? Jamani, tuache utani, ni neno la Mungu, tumtii Kristo. Ninyi wenzetu mmechagua hii kichwa kizuri kabisa, kutembea na Kristo. Usimwache Kristo. Ukiwa na Kristo siku zote, shetani hawezi, atakuwa kule, atakuangalia. Alafu tuache tutumie hapa gorofani. Si kila kitu ni pepo. Wakati mwingine tunamsingizia tu pepo. Tumsifu Yesu Kristo.